بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الخشية والتواضع، خوف يكون وغوب الله نوني كيف. المؤمن كلما ازداد علما ازداد خشية لله تعالى. مؤمن kila ambapo anapozidi kuwa na ilmu ndio anapozidi jambo la kumwogopa Allah. Wadhālika annahu yattali'u ala ma lam yattali'u alayhi aljahil, na hilo kwa kuwa yeye anayaona mambo ambayo bado yule jahil hajayaona. Waliannahu yastash'iru 'azama almas'uliyya wattabi'a almulaqqat ala 'atiqihi, na kwa kuwa yeye pia anahisi na kujua ule ukubwa wa dhamana na jukumu, kadhalika na kile chenye kumfata kilichowekwa juu ya shingo yake. Waliannahu yastash'iru 'azama almas'uliyya, na kwa kuwa yeye anahisi na kujua ule uzito wa jukumu, wattabi'a na dhamana almulqat ala atiqihi, ulowekwa katika shingo yake. Wakadhalika fa innahu yazdadu tawadhu'an lillahi jalla wa ala, hivyo hivyo huwa anazidisha kwa ilmu hiyo jambo la unyenyekevu kwa ajili ya Allah, wa shu'urun bi'ajzihi wa dha'fihi wa 'azimi minnati Allah ta'ala alayhi, na kule kuhisi kushindwa kwake na udhaifu wake na ukubwa wa neema ya Allah juu yake. Walaula fadlullahi ta'ala alayhi lastaghlaqa alayhi alilm, na lau si kama fadhila ya Allah juu yake ingefungika kwake ilmu, asingeelewa kitu. Wataballada ladayhi alfahm, na ungekuwa mzito juu yake ufahamu, asingeweza kufikia katika cheo hicho cha udaktari na nafasi ambayo yupo nayo. Bal laula fadlullahi ta'ala alayhi lama istata'a an ya'rifa ismahu wa isma abihi, bali lau kama si fadla ya Allah juu yake asingeweza kutambua jina lake na jina la baba yake. Falidha fala yanbaghi lit-tabibi an yatatawala bi'ilmihi, hivyo haitakikani kwa daktari kujikuza na kujiona mbora kwa ilmu yake, au yufakhira bi shahadatihi, au kujifakharisha kwa vyeti vyake. Mimi nimesoma UDSM, mimi nimesoma chuo gani ambacho kipo UK, mimi nimeenda kusoma Marekani, au eneo jingine katika eneo ambalo mtu hujifakharisha kwa kuipata ilmu. Au yaghtaru bimaharatihi, au akahurika kwa uhodari wake, wa khibratihi, na ule uwezo wake, ule khibra yake, au nudrati takhassusihi, au uchache wa ile fani ambayo yeye kahusika nayo. Pengine watu wote pale wapo katika mfanano wa kile alichokisoma, lakini yeye ametahasas na ilmu fulani katika ilmu za udaktari ambayo wenzake hawana, na ambayo ni expensive katika jamii yetu, na wagonjwa wake wanahitajika kujipanga ili kukutana na yeye. Pengine mtu operation, pengine ni takhasusi ya meno au chochote katika vile ambavyo madaktari huwa navyo, wa diqqat ma'lumatihi, na ule undani wa ile ilmu yake, maalumati yake. Wala yanbaghi lahu an yas'a ila talabi madhin au ikram, wala haitakikani kwa daktari kuharakia na kupupia na kwenda mbio katika kutaka kusifiwa au kukirimiwa, au shukrin wa takdirin, au kushukiriwa na kutukuzwa. Mu'linun fi as-suhfi au al-idhaa wa nahwi dhalika, lenye kutangaza hilo katika magazeti au idhaa mbalimbali na mfano hayo. Au yatatalla ila ziyadati ihtiram, au akawa anataka na kujitokeza kuzidi kuheshimiwa, au in'ami alayhi muqabil ada'i liwajibihi, au kuzidishiwa mshahara kwa kukabiliana na kule kutekeleza majukumu yake. Bali yabtaghi al-ajra min Allah ta'ala, bali iwe lengo lake ni kusaka ujira utakao kwa Allah. Wa yahmaduhu ala tawfiqihi lahu, na kumhimidi Allah kwa kumwafikisha yeye juu ya jambo hilo. Wa i'anatihi ala tafriji kurbati makrubin, na kule kusaidia kwake juu ya kumpa faraja yule aliyeshikwa na tatizo, au tatizo la yule ambaye amefikwa na mashaka. Wa hammi mahmumin, na msononeko wa yule ambaye amefikwa na majanga. Wa idkhali saada ala aladid min alusar walbuyuti, na kuingiza furaha katika koo nyingi na nyumba. Allati haramaha alalam ladhata an-nawmi wa ta'ami ar-raha, nyumba ambazo zimenyimwa na maumivu ambayo wako nayo kwa yale maradhi
wamenyimwa ladha ya usingizi na raha na ladha ya mapumziko. Wala yamna'u hadha an yataqadha ajrahu, na wala hili halikatazi wala halizuii mtu kuchukua ujira wake kama analipwa na serikali au katika taasisi binafsi au katika hospitali ya kujitolea, ikawa anapewa kila siku anapokwenda posho yake au mshahara wake mwisho wa mwezi au kadha wa kadha. Hili la yamna'u hadha an yataqadha ajrahu qaswata wa istiqlal li hajati almarid, hili halizuii kuchukua mshahara wake kule kutokuwepo. Yani wala yamna'u hadha, na wala hili halizuii an yataqadha ajrahu kule kuchukua ujira wake duna qaswata wa istiqlal li hajati almarid, pasi na kumfanyia ususuavu na kutumia kama fursa ile shida ambayo yuko nayo yule mgonjwa katika hali ambayo anakuja kwa daktari huyo. Kwa hiyo haya yanatakikana ayaweke nusba ainihi. Tabib almuslim, daktari wa Kiislamu, anatofautiana na daktari ambaye hana dini, na daktari ambaye lengo lake ni kuwa na utaifa, uzalendo na kuwa mfanyakazi bora. Wewe kuwa ni mtu unayetaraji ujira kwa kile unachokifanya mbele ya Allah. Mengine atakuja mwenyewe ukisifiwa kama ni daktari mzuri mwenye kuheshimu, kwa sababu msukumo wa yote hayo ni dinullah na iman iliyopo katika nafsi yako. Haya ni mambo ambayo yanatakikana daktari awe nayo, na afahamu ya kwamba kama tunavyotaja kila muda kwamba kazi ya daktari sio kama kazi nyingine katika kazi ambazo watu wanazifanya. Unapewa mwili wa mtu, unaona aibu za mtu, unajua siri za mtu. Anapokuja kwako mgonjwa, anataka apate faraja, anataka apate utulivu, anataka apate amani, anataka nafsi yake itulizane. Muda mwingine maneno tu daktari anayatoa akimwambia mgonjwa, basi mgonjwa yule huwa anakuwa katika hali ya salama na amani na kufanya majukumu yake. Na maneno mabaya na njia ambayo atakayotumia daktari ndio itakayokuwa sababu ya kumnyongesha na kumdhoofisha, akashindwa kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo awe na lugha nzuri daktari, awe na lengo zuri, atafute ujira kwa Allah kwa kazi anayoifanya, awe anasukumwa na thawabu nyingi zitokazo kwa Allah kwa hili jukumu alilobeba. Na hili ni katika jambo la kushukuriwa na kuhimidiwa kwa haya ambayo wanayoyafanya madaktari wa Kiislamu. Tunamwomba Allah azza wa jalla bimannihi wa karamihi awahifadhi madaktari wetu, na awape nguvu na awape siha na awape ilmu yenye kusaidia kutekeleza majukumu yao, na awape msukumo ambao utakaowafanya wawe na mapenzi na wagonjwa wale ambao wanakwenda katika hali ya shida na maradhi ambayo yamewasibu, ili iwe sababu ya wao kutengemaa na kupata ujira huko akhira tunakoelekea. Nas'alullah ta'ala an yamunna alaina bilislam walhuda wattaqa walafafa walghina. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.